Karibu sana mwana wa Mungu, tunaendelea kujifunza kwa habari ya Roho Mtakatifu. Kama umefungua video hii, ni video ya muhimu sana kwa ajili ya maisha yako, muhimu sana. Leo hii tunatamani tujibu swali la muhimu sana, kwamba kwa nini watu wengi makanisani hawajapokea Roho Mtakatifu wala kujazwa na Roho Mtakatifu. Hata wale ambao wanasema kwamba wamepokea Roho Mtakatifu, ila wengi ukiwaangalia unaona kabisa kwamba wengi bado hawajapokea wala kujazwa na Roho Mtakatifu. Tutatazama vitu vichache kwa haraka. Cha kwanza, watu wengi sana huwa wanasemaga ya kwamba mtu akishaokoka anakuwa amekwisha kupokea Roho Mtakatifu. Sio kwamba nakubishia, lakini hebu tuitazame katika jicho la kibiblia. Ni kweli Yesu Kristo baada ya kufufuka, katika Yohana 20:22 Biblia inasema wazi ya kwamba aliwavuvia wanafunzi wake akawaambia pokeeni Roho Mtakatifu. Lakini Yesu huyo huyo katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 4 na 5 anawaambia wanafunzi wake ya kwamba wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba ambao walisikia habari zake kutokea kwake, ya kwamba Yohana aliwabatiza kwa maji, bali wao watabatizwa kwa Roho Mtakatifu siku si chache. Ndipo utakapofahamu kwamba tunapookoka, ni kweli huwezi ukaokoka, huwezi kumwamini Yesu Kristo pasipo Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu lazima ndiye ambaye afanye uokoke na umpe Yesu maisha yako. Lakini baada ya hapo kuna experience ya pili ya kupokea Roho Mtakatifu, ya kujazwa na Roho Mtakatifu, na ndiyo hiyo ambayo natamani tuiongee siku ya leo, ambayo hiyo ikitokea kwenye maisha yako utaona badiliko kubwa sana la maisha yako. Sio tu badiliko la kiroho, lakini hata maisha yako yote yatabadilika. Kumbuka, mimi namwita Roho Mtakatifu ni destiny changer. Hajawahi kuingia ndani ya mtu na maisha yake yakabaki kama yalivyo. Maisha yake yalibadilika kiroho, yalibadilika kila eneo la maisha yake ilibadilika, na hiyo ndio maana natamani itokee siku ya leo kwenye maisha yako. Sasa wana wa Mungu, hebu twende ndani. Kwa nini watu wengi leo hii makanisani hawapokei Roho Mtakatifu? Kwa nini watu wengi leo hii makanisani hawajajazwa na Roho Mtakatifu? Huoni viwango vya Roho Mtakatifu, huoni matokeo ya Roho Mtakatifu ambayo Biblia imesema ya kwamba mtu akijawa na Roho Mtakatifu atatabiri, ataona maono, ataota ndoto. Achana ndoto hizi ambazo za kubabaisha, nazungumza ndoto za kimungu. Lakini mtu atapokea ujasiri wa kuhubiri Injili. Lakini mtu huyo atakuwa na uwezo wa kuvunja nguvu za giza, atakuwa na uwezo wa kuombea hata wengine wafunguliwe dhidi ya nguvu za giza. Lakini pia Biblia imezungumza wazi kwa habari ya kunena kwa lugha. Kwa nini vitu hivi hatuvioni? Hata karama za Roho hatuzioni, hata tunda la Roho Mtakatifu hatulioni. Maana yake nini? Lazima tuone kwamba ni watu wengi makanisani, hata wale wengine wanaosema kwamba wamejazwa na Roho Mtakatifu, bado kwa sababu hawajafahamu ujazo hasa Roho Mtakatifu. Lakini wewe mwenye kiu, nisikize leo kwa makini sana, kwa sababu baada ya somo hili ninaamini unakwenda kujazwa na Roho Mtakatifu kiwango cha kufurika katika jina la Yesu. Karibu sasa tuone kwa haraka sababu 4 kwa nini watu wengi leo hii hawajajazwa na Roho Mtakatifu. Sababu ya kwanza, kwa nini watu wengi hawajampokea Roho Mtakatifu, ni kwa sababu watu wengi hawajafundishwa. Sababu ya kwanza ni kwa sababu watu wengi hawajafundishwa kwa habari ya Roho Mtakatifu. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 19 na mstari, kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 19, Biblia inasema hivi, mstari wa kwanza kabisa. Biblia inasema hivi: ikawa Apolo alipokuwa Korintho, Paulo akisha kupita kati ya nchi za juu, akafika Efeso, akakutana na wanafunzi kadha wa kadha. Kumbuka hawa walikuwa ni wanafunzi. Biblia inasema hivi, akawauliza, je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Anawauliza, je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Wakamjibu, la, hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hatukusikia. Kwa watu hawa walikuwa ni waamini, lakini walikuwa hawajapokea Roho Mtakatifu ni kwa sababu hawajawahi kusikia kwa Roho Mtakatifu. Nini kinafanya watu wengi leo hii wasipokee Roho Mtakatifu makanisani? Ni kwa sababu mafundisho kuhusu Roho Mtakatifu ni machache sana. Makanisa mengi leo hii tunafundisha vitu vingi, kutia moyo, faraja na mengine, uchumi, mafanikio. Sijasema sio mafundisho ya muhimu, lakini kanisa, watu wengi leo hii wanakuwa hawajapokea Roho ni kwa sababu hawajawahi kusikia. Wengi sana hawana mafundisho ya kutosha kwa habari ya Roho Mtakatifu. Ndio maana watu wengi sana hawajapokea Roho Mtakatifu. Mimi naamini mtu akifundishwa kuhusu Roho Mtakatifu, hata kama usipomwombea, yeye mwenyewe nyumbani kwake atapokea Roho Mtakatifu. Haleluya! Lakini pia sababu ya pili, kwa nini watu wengi hawajapokea Roho Mtakatifu,
Ni kwa sababu watu wengi hawajainua shauku. Ni kwa sababu watu wengi hawajainua shauku. Shauku ndio sifa ya kwanza ya mtu kupokea Roho Mtakatifu. Pasipo shauku huwezi ukapokea Roho Mtakatifu. Shauku ndio sifa ya kwanza ya mtu kupokea Roho Mtakatifu. Kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 7 na mstari wa 37. Yohana Mtakatifu sura ya 7 na mstari wa 37. Biblia inasema hivi: hata siku ya mwisho, siku ile kubwa ya sikukuu, Yesu akasimama akapaza sauti yake akisema, mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. Aniaminie mimi, kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani mwake. Na neno hilo alisema katika habari ya Roho. Kumbuka Yesu anasemaje? Aliye na kiu na aje anywe. Anasemaje? Aliye na kiu. Ninaposema uliye na kiu uje, maana yake sifa kubwa ya kuja upokee Roho Mtakatifu ni kiu. Maana yake kama hauna kiu usije. Cha kwanza, sifa ya kwanza ya ili mtu apokee Roho Mtakatifu ni kuwa na shauku, ni kuwa na kiu na Roho Mtakatifu. Kwa nini watu wengi leo hawajapokea Roho Mtakatifu? Ni kwa sababu wachache sana wenye kiu na Roho Mtakatifu. Sijawahi kumwona mtu ambaye nimekutana naye ana njaa, ana shauku, ana kiu na Roho Mtakatifu, alafu baada ya siku chache asipokee Roho Mtakatifu. Sijawahi kuona. Anapokea Roho, utamwona akitabiri, utamwona maneno yake yamebadilika, tabia yake imebadilika, utaona hata akisoma kuhubiri amebadilika, akisoma kusifu kuna mabadiliko makubwa. Kwa nini? Roho ameingia ndani mwake, hata maisha yake yanabadilika. Kwa nini? Alikuwa na kiu, alikuwa na shauku. Sasa tulizane swali, kwa nini watu wengi hawana shauku? Ni kwa sababu hawajafundishwa. Kwa sababu mtu akifundishwa kuhusu Roho Mtakatifu, automatiki kiu inaingia ndani mwake. Mtu kama akifundishwa umuhimu wa Roho Mtakatifu, akafundishwa kuhusu Roho Mtakatifu, kiu inaingia ndani mwake. Lakini pia watu wengine ni kuchukulia serious neno la Mungu. Mimi nikwambie wazi, kiu haitokei vivi. Hata wewe haujai kukaa siku ukasema kiu ya maji tokea, au njaa ya chakula tokea, ila kiu inakuja yenyewe. Ni mfumo. Ukikaa kwenye jua kali, kiu inakuja. Ni sasa na kiu ya kiroho. Hakuna mtu aliyesema kwamba nataka niwe na kiu cha kiroho. Hapana, ila unapozidi kulisoma neno na kuliteki serious, unaposoma neno, neno linakutengenezea kiu ndani mwako. Kwa hiyo, kwa nini watu wengi hawana shauku? Kwa sababu cha kwanza hawajafundishwa. Cha pili, kwa nini hawako serious na neno? Mtu ambaye yuko serious na neno, akilisoma neno, kiu ya roho inatokea ndani mwake, na mtu huyo baada ya siku chache lazima ajawe na Roho Mtakatifu. Lakini pia sababu ya tatu, kwa nini watu wengi makanisani hawajapokea Roho Mtakatifu na hawajajazwa na Roho Mtakatifu? Sababu ya tatu, watu wengi hawajainua imani. Watu wengi sana hawajainua imani ya kupokea Roho Mtakatifu. Mwana wa Mungu, watu wengi sana wanaposikia kwa habari ya Roho Mtakatifu huwa wanasubiri ishara. Hata mtu ukiwa unamwombea apokee Roho Mtakatifu, anaanza kuwaza picha ya njiwa aliyoiona kwenye tamthilia ya Yesu. Anaanza kujenga kwamba labda kuna njiwa atashuka, anaanza kujenga taswira, anaanza kuangalia vitendo na ishara. Hapana, Roho Mtakatifu anapokewa kwa imani. Manake ni mtu anaamini, anaenda kwa Yesu ya kwamba nina kiu na Roho Mtakatifu, leo hii namhitaji Roho wako, napokea Roho wako. Anapojenga imani ya kupokea Roho Mtakatifu, kama vile wanafunzi walipoambiwa kaeni Yerusalemu, wakaweka imani, wakakaa Yerusalemu, siku ya 10 wakapokea Roho Mtakatifu. Lakini walikuwa wanafanya nini? Walikuwa wakisifu, walikuwa wakisali. Manake nini? Hata wewe ukiweka imani ya kumpokea Roho Mtakatifu, alafu tenga muda, iwe nyumbani kwako au iwe kanisani, nenda imba nyimbo, mwimbie Mungu tenzi, zaburi, kama vile alivyosema Paulo katika Efeso 5 mstari wa 19 ya kwamba mwimbie Mungu tenzi, nyimbo za rohoni na zaburi, semezana zaburi huku kwa shukrani za rohoni. Ukiwa unafanya hivyo, kama vile wanafunzi hawakujua kama siku ya 10 Roho atashuka, lakini kwa imani waliendelea, siku ya 10 akawashukia. Biblia inasema hivi katika kitabu cha Wagalatia sura ya 3 na mstari wa 14. Natamani uone kwamba Roho Mtakatifu anapokewa kwa imani. Roho Mtakatifu anapokewa kwa imani. Galatia 3:14, Biblia inasema hivi ya kwamba ili kwamba baraka ya Ibrahimu iwafikirie mataifa katika Yesu Kristo, tupate, sikia sasa, anasemaje? Tupate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani. Anasemaje? Tupate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani. Kumbe ahadi ya Roho inapatikana kwa njia ya imani.
Ahadi ya Roho inapatikana kwa njia ya imani. Maanake ukifungua imani yako unaipokea ahadi ya Roho Mtakatifu. Kwa nini watu wengi hawajapokea? Ni kwa sababu watu wengi wanamchukulia Roho katika njia ya ishara. Maybe anataka hiyo siku hiyo alie. Mtu mmoja akasemaje ya kwamba Roho Mtakatifu sio kanishukia. Kwa nini? Yaani kuna ishara? Hapana. Roho Mtakatifu anaingia kwa imani, lakini akiingia ndani mwako unaanza kuona badiliko unaolitenda. Unaanza kuona nguvu za Mungu, unaanza kuona maombi yako yakibadilika, tabia zako zikibadilika, maombi yako yakibadilika, hata ukienda kufanya huduma kwenda katika viwango vingine, na maisha yako yale kuzunguka yanakuwa kivingine. Kwa nini? Kwa sababu Roho Mtakatifu akiingia, hata nila mizigo inakatika in the name of Jesus. Haleluya! Lakini pia ya mwisho, kwa nini watu wengi hawapokei Roho Mtakatifu? Sababu ya mwisho, mwana wa Mungu, watu wengi sana hawajajua maana halisi ya kutubu. Watu wengi sana hawajafika kiwango cha kutubu. Mwana wa Mungu, kutubu ni moja ya sifa kuu ambayo inafanya mtu apokee Roho Mtakatifu. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 na mstari wa 38, Biblia inasema hivi: Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe mpate kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Mwana wa Mungu, moja ya sifa kuu ya mtu kupokea Roho Mtakatifu nimeweka ya mwisho kwa sababu ni msingi wa juu. Hata kama ukiona hizo zingine, kama hakuna hii kutubu, imani haiwezi kufanya kazi. Usipokuwa na kutubu, maanake nini? Shauku yako haiwezi kufanya kazi. Hii ndo foundation, huu ndo msingi. Hata Yesu Kristo alipokuja kuhubiri, wanafunzi wake kwanza aliwaambia, tubuni, ufalme wa mbinguni umejia. Kwa nimeweka chini kwa sababu ndio msingi unaobeba sababu zingine. Kwa hii ichukulie kwa makini katika jina la Yesu. Haleluya! Biblia inasema wazi katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 na mstari wa 38, watu wanamuuliza Petro, tutendaje ndugu zetu? Petro anawaambia hivi, Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Petro anawaambia wazi kwamba ili mpokee kipawa cha Roho Mtakatifu lazima mtubu. Lazima mtubu. Sasa nikwambie, kutubu ni zaidi ya sala. Watu wengi sana wameshusha kitendo cha kutubu katika sala, wameshusha kiwango cha toba katika sala. Wamesema kwamba tunaenda katika kwani maombi ya kutubu, au wengine wanasema nafunga kwa ajili ya kutubu. Mwana wa Mungu, sikatazi hayo, lakini kutubu ni maisha. Kutubu ni maisha baada ya wewe kumrudia Yesu Kristo. Nikwambie leo hii, hebu angalia miaka mingi sana ambao umefanya toba ya sala alafu ukaendelea vile vile. Leo hii hebu nenda kwa Yesu Kristo, tubu, alafu kisha tubu, kaa chini, andika vitu ambavyo vinapaswa katika toba yako. Anza kuishi maisha ya toba na maisha ya toba ni very simple. Fata neno, mfate Roho Mtakatifu ndani mwako. Fata neno, fata Roho Mtakatifu. Nikwambie, toba ni ya muhimu sana. Unapotubu na kuanza, nikwambie, Roho Mtakatifu ataingia ndani mwako na atakusaidia. Nijibu swali hili liwe ni la mwisho. Kama bado hujasubscribe, tafadhali subscribe channel hii. Naomba nijibu swali hili, ni la muhimu sana. Naomba nijibu swali hili, ni la muhimu sana. Kwa nini kutubu ni kipengele cha muhimu sana ili mtu apokee Roho Mtakatifu? Maana kuna mtu mwingine anasema hivi, kama inatakiwa nitubu ili nipokee Roho Mtakatifu, au kama inatakiwa niishi maisha ya toba ili nipokee Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu anakuja kufanya nini? Nisikize mwana wa Mungu, kutubu ni kugeuka. Maana yake nini? Ulikuwa unaishi ukiifuata dunia. Paulo anasemaje? Msiifuatishe namna ya dunia hii. Ulikuwa unaishi kwa kuifuata namna ya dunia hii. Roho Mtakatifu hawezi kukusaidia. Kwa nini? Kwa nini Roho Mtakatifu hawezi kushuka kwa mtu ambaye hajaacha kuifuata dunia akaanza kama kuifuata mambo ya ufalme wa mbinguni? Kwa sababu Roho anakuja ili akudirect, akuongoze katika mambo ya ufalme. Kama wewe bado unayapenda mambo namna ya dunia hii, Roho akija mtaanza kushindana. Na ndio maana sifa ya Roho Mtakatifu, ili aingie ndani mwako, ili aje ndani mwako, lazima utubu. Sio kutubu kwa sala, kutubu kwa kugeuka. Maana yake nini? Unaacha kuzifuatisha namna ya dunia hii, unaanza kufuatisha namna ya ufalme wa mbinguni. Unapoanza kufuatisha namna ya ufalme wa mbinguni, Roho Mtakatifu anajua mtu huyu hata kama haijafika kesho nitashuka kumsaidia. Kwa inawezekana bado hujaanza kuona ile maisha ya toba, lakini kwa sababu ndani yako, ndani ya moyo wako umeweka nia, Roho anakuja ili apate kukusaidia, kukupeleka katika ile maisha uliyoyachagua. Kwa nini?
anajua hamtoshindana kwa sababu tayari umeshafanya uchaguzi wa kuacha huku kuelekea huku. Kwa nini leo watu wengi hawapokei Roho Mtakatifu? Ni kwa sababu kiukweli wana toba za mdomoni, ila ndani ya mioyo yao hawaja make decision, hawajafanya maamuzi ya kugeuka kutoka huku kuelekea huku. Kwa hata Roho akija itakuwa ni mashindano, ila haitokuwa kuongoza. Lakini kwenye kuongoza lazima mtu mmoja asalenda, na wewe ukisalenda, Holy Spirit kwamba atajaa ndani mwako, atafurika na viwango vikubwa sana atakaa ndani mwako na ataenjoy kuwepo ndani mwako. Haleluya. Mungu akubariki mwana wa Mungu kwa kunisikiliza sana siku ya leo. Kama bado hujasubscribe channel hii, tafadhali subscribe. Haleluya. Hapo chini nimekuwekea link ya channel yetu nzuri ya WhatsApp. Bonyeza hiyo link, jiunge na channel yetu nzuri ya WhatsApp. Tafadhali, kuna masomo nimekuwekea mengine hapo. Bonyeza hayo masomo upate kujifunza zaidi kwa habari ya Roho Mtakatifu. Mungu akubariki sana. Acha nikakuombea. Baba, naombea mtoto wako ambaye amekuwa na mimi mwanzo mpaka mwisho. Mbariki Bwana, somo hili likamuinue. Natamani Bwana mwanao ambaye amesikiliza, kiwango cha roho kikajaa ndani mwake siku ya leo Bwana, kwa mahubiri haya akapokea kiwango cha Roho Mtakatifu, hata kiwango cha kutabiri, kiwango cha kunena kwa lugha, kiwango cha ujasiri wa kupeka neno lako, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Na kuombea, pokea Roho Mtakatifu in the name of Jesus, amen. Mungu akubariki. Usikose somo lijalo. Mimi ni Pastor Ulenje. Barikiwe sana.